kuelekea kwa Mungu. Kila mmoja aliyemo humu, wananchi wake mahali kokote waliko, waangalieni wabunge hawa kwa jicho la wema. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, kama kuna mtu anapewa kazi, kwa kawaida anadaiwa hesabu mikononi mwake. Waheshimiwa wabunge hawa hawadaiwi kwa sababu kazi wameifanya. Wamezungumza wengine wakati wanaingia kwenye uongozi, walikuwa na maeneo hayana umeme. Wamesema hapa vijiji vyote vina umeme. Kama walikuwa wanasema kuna maeneo hayakuwa na zahanati na vituo vya afya, wanaeleza wakiwa bungeni sasa vijiji hivyo vina zahanati na vituo vya afya. Kama walikuwa wanasema kuna maeneo hayakuwa na high school, wakiwa bungeni wanasema sasa maeneo yao yana shule na high school. Kama walikuwa wanasema wanatamani kujengwa vyuo vya VETA kwenye maeneo yao, wakiwa kwenye nyumba hii wanatoa ushuhuda kuna jengwa vyuo vya VETA kwenye maeneo yao. Kama walikuwa wanasema wananchi wanahangaika na ruzuku ya mbolea na pembejeo za kilimo pamoja na usimamizi mzuri kwenye sekta ya kilimo, wakiwa kwenye nyumba hii wanasema leo ruzuku ya kilimo inapelekwa. Kama walikuwa wanasema mitandao ya barabara ilikuwa kidogo kwenye maeneo yao, wakiwa kwenye nyumba hii wanasema mitandao imeongezeka na wanahitaji fedha zaidi barabara ziboreshwe. Mheshimiwa Spika, wamefanya kazi yao. Ikiwa mwanadamu hataona, basi mbingu zitaona. Na waombea waheshimiwa wabunge kwamba tembeeni kifua mbele, mkiamini kuwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua kuijenga hii nchi. Tena sio kwa maneno. Mheshimiwa Rais anapenda kusema kidogo na kutenda zaidi. Ametufundisha falsafa, nia njema haishindwi. Tembeeni mkiwa na nia njema ya kuwahudumia Watanzania. Na mimi naamini kwa sababu nia njema haishindwi, ninyi mtaibuka washindi na Mungu awasaidie.